Karibu sana msikilizaji, na kwa niaba ya nahodha mwenza ambaye ni kijana mpole Abubakar Juma, kwa sasa yupo nyuma ya pazia akihakikisha kwamba wale wanaotufuatilizia katika mitandao yetu ya mawasiliano ya kijamii, basi na wao pia wanaekwa sambamba na matukio jinsi yalivyo, kutokana na faida lukuki zilizopo ndani ya dau asubuhi ya Alhamisi ya leo, ambapo tutaweza kuzipata msikilizaji kwenye mahojiano haya, mahojiano ambayo tuna mgeni wetu tayari kishawasili katika studio kwa ajili yangu mimi na yako wewe msikilizaji tuweze kunufaika pakubwa sana na mahojiano haya, ambapo leo kiasi cha haja tutaweza kuzungumzia kuhusiana na uwekezaji msikilizaji, ambapo uwekezaji huu ndio unaoathirika pakubwa zaidi, hasa siku zinapofika za maandamano. Basi uwekezaji huu ambao ni small investments, wale wawekezaji ambao ni wadogo wadogo, biashara ndogo ndogo, huathirika sana wakati huu wa machafuko ama fujo, kama tulivyoshuhudia juzi wakati wa mgomo wa wahudumu wa matatu, magari ya umma. Lakini kuna wale ambao waliona kwamba bora pia kuwe na maandamano, wakaanzisha fujo na maduka yakaporwa. Wengi walioporwa walikuwa ni wenye maduka madogo, na wengi walikuwa wamefanya uwekezaji ule kupitia kwa mikopo msikilizaji. Lakini wacha tujifunze leo hii na tuone namna ambavyo jinsi uwekezaji wa kibiashara mdogo mdogo tu, lakini unavyokuwa na matokeo ambayo ni makubwa, matokeo ambayo ni bora, katika matokeo ambayo wengi sana huwa tukiona kwamba biashara ndogo ndogo watu wengi sana wanazidharau, lakini kutoka kwenye biashara hizi ndogo ndiko kunakopatikana kampuni msikilizaji, ambapo historia za kampuni nyingi sana, takriban zote ukizifuatilizia utasikiza kwamba huyu bwana ama huyu bibi alianza na kazi ambayo ilikuwa ni uuzaji wa uchuuzi tu, ama akichukua bidhaa kwa huyu akaenda akiuza polepole. Leo tunazungumza anamiliki supermarket, leo tunazungumza anamiliki kampuni nzima ya magari ya usafiri wa umma, mtu ambaye alianza tu na kununua chupa ambazo zimetumika, chupa ambazo zimetumika za plastiki, na leo anamiliki kampuni nzima ya mabasi ya usafiri wa umma. Haya yote msikilizaji ni katika hali tu ya kuweza kuwekeza na kukariri au kurudia swala lile la uwekezaji, japo kwa hali ambayo ni ndogo ndogo msikilizaji, kutunufaisha katika mahojiano haya msikilizaji. Katika kipindi Dau la Ikra asubuhi ya leo tunajiunga naye ambaye ni mkurugenzi wa mauzo Sophie Buliro, ambaye tunaungana naye hapa leo hii kwa ajili ya kuweza kupanuana upeo wa ufahamu na kujuzana msikilizaji, na kusaidiana katika ile hali ya uwekezaji, na sisi tusife moyo, tujue kwamba utakapoanzisha uwekezaji japo pole mdogo mdogo, na ndio huo uwekezaji utakaokuja kukutolea matokeo msikilizaji yaliyo bora na murwa. Awali ya yote nachukua fursa hii kwa heshima na taadhima kumkaribisha kwanza katika studio na kipindi cha Dau la Ikra mgeni wetu leo hii Sophie Buliro. Karibu sana katika kipindi Dau la Ikra. Asante. Nikitumai kwamba umefahamu na umeelewa yale yote niliyokuwa nayazungumza hapa. Kabisa. Mashaallah. Asante sana, karibu sana. Na tukianza tu awali ya tuanze na kidokezo au ufahamu, wakati msikilizaji hivi sasa anaposikia Sophie Buliro, afahamu nini, amuelewe vipi, ni nani huyu Sophie Buliro? Naam. Kwa majina nitarejea tena, jina langu ni Sophie Buliro. Nafanya kazi na kampuni ya Optiven Limited. Niko katika kitengo cha mauzo. Mimi ni mshauri mkuu wa masuala ya mauzo. Ndiyo. Nikizungumzia kidogo kuhusu Optiven. Optiven ni kampuni ambayo inajihusisha na uzaji wa ardhi. Ndiyo. Uzaji wa ardhi. Na tumekuwa pale kwa takriban miaka 27. Tukifanya kitu ambacho tunakifahamu vyema. Uzaji wa ardhi, kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata mahali pa kuishi. Kwa hivyo hatubahatishi, tunaifahamu kazi hii. Na tuko chini ya mwongozi wetu ambaye ni mkurugenzi mkuu, anaitwa Daktari George Washuri. Ndiyo. Kwa hivyo ni Optiven Limited. Optiven Limited, ambapo miaka 27 sasa hivi
muko katika rada hii, Yeah. mnatekeleza majukumu hayo ya uuzaji wa ardhi. Kwa hivyo ni tajriba ambayo kwa sasa tutasema ni tajriba ambayo ni ya muda mrefu, kazi ambayo mmejishughulisha. Kwa hivyo unaifahamu vizuri, ndio maana leo tunazungumza na tunasema kwamba leo tunazungumza na sales manager, ambapo ni sales manager si mtu mdogo. Kuna country sales personnel, wengine ni county, kuna wengine ni sub county, lakini najua leo naongea na country sales personnel kabisa kutoka Optiv Limited. Ndio. Tukianza na swala hili, kwa kuwa tajriba yako nimeona kwamba umebobea katika swala hilo. Je, uwekezaji huu mdogo, na tunazungumza hivi kwa sababu mara nyingi sana unaona kwamba watu wanapokuwa wanataka ushauri wa kutoka kimaisha, ama mtu anakuambia nataka kufanya biashara na mimi ni katika maisha yangu, ama side hustle yangu nataka nifanye biashara, anapoambiwa uwekezaji ule mdogo, yani aanze na biashara ndogo, watu wengi sana huwa hawaelewi na hawafahamu, ama huona kana kwamba hapa sijapewa ushauri ule ambao nilistahili. Lakini je, uwekezaji huu mdogo leo unaweza kukua na mtu ama ukawa ni uwekezaji wa utajiri na unaweza kubadilisha maisha ya mtu ikiwa anaanza hivi sasa? Naam, uwekezaji unaweza kubadilisha maisha yako kwa njia kubwa zaidi. Kwa mfano, lazima uanze mahali. Si usema lazima uanzie mahali. Unaanza na ile kidogo unayo. Ndaegemea upande wa shamba. Kwa mfano, uko pale unatamani kuwekeza kwa upande wa shamba. Anza na kile kidogo. Wengine usema mimi siwezi kuanza kwa sababu sina ile pesa nyingi. I don't have that 1 million kuanza. Sisi usema anza na ile unayo. For example, kama una 100,000, anza na hiyo. Kuna malipo ya polepole ambayo itakufanya kwa muda utaona itakuwa rahisi wewe kumaliza ile uwekezaji wako. Na utakuwa na kipande cha ardhi ambayo unaweza kufanyia biashara. Ndio. Kwa hivyo ni it's possible, you can start small na uendelee mpaka ufike pale kiwango kwamba una mashamba mengi ama una miradi tofauti kutokana na ule uwekezaji wako wa mapato ya chini. Ndio. Kwa hivyo inawezekana mtu akaanza tu na kile alichonacho. Ndio. Mara kadhaa utakuta kwenye mitandao ya kijamii ama hata pia katika magazeti ya kitaifa. Utakuta mtu anauliza kabisa, mimi kipato changu, kazi yangu, kipato changu, pengine mshahara wangu nalipwa shilingi 45,000. Maisha yangu yako hivi, nalipa nyumba hii. Je, kwa hichi kilichosalia naweza kuanzisha biashara? Wengi sana huwa wanajiuliza wakiona kwamba kiwango ambacho wamesalia nacho ni kidogo mno. Kumbe kuna uwezekano mtu akaanza na kile kidogo, na hakuna mwingine anaweza akaja anakuuliza nikiwa na shilingi 500 naanzisha biashara gani na mimi niomoke? Hakuna pesa ndogo. Si useme hivyo, hakuna pesa ndogo. Ndio. Alafu unahifadhi kulingana na uwezo wako. You will invest depending on your budget. Sana. Kuna wale wa mapato mengi anaweza kuinvest kwa mradi kubwa. Wewe wa mapato madogo utachukua mradi mdogo. Kama pale ukienda sisi Optiven, tunazo miradi kulingana na uwezo wako. Kuanzia 159,000 utaweza kupata kipande cha ardhi. Unaona? Hata kwenda juu mpaka milioni 15. Kwa hivyo ni uwezo wako na jinsi ulivyojipanga ndio utaweza kupata na kuthibitisha hilo. Kuna mama mmoja anamiliki hoteli hivi sasa, akikuelezea kisa chake. Tuliwahi kufanya mahojiano na yeye akisema kwamba ametokea sehemu za bonde la Ufa, akija Nairobi akiwa ameitwa na rafiki yake, wakimwambia njoo tuanze kuhustle. Kufika hapa rafiki yake yule akahapatikani tena kwa simu. Akaanza kuhangaika na akapatana na mwingine akamwambia, wewe njoo tufanye, kuna biashara tunaweza kuanza hata kwa 500. Ule hakuamini yule mwingine, akamwambia we can start with 500. Akamwambia basi wewe nikopeshe mimi nianze, alafu nitakulipa ile 500 yako. Yule akamkopesha, akaanza akanunua ndoo. Ndo wakati huo anasema it used to cost like 200 or less than that. Alafu akanunua matikiti maji, watermelon.
na mananasi, akakatakata, akaanza kuuza, akauzungusha, akauza polepole. Ile siku ya kwanza aliweza kupata kumlipa yule muhisani wake ile shilingi 500 wake, na akapata kuendeleza na biashara yake. Alienda polepole. As we talk right now, akona hoteli yake, not that big, lakini pale alipoanzia na pale alipofika imedhihirisha kwamba unaweza kuwa na uwekezaji wako mdogo tu, lakini ukaja ukakua ukawa ni uwekezaji wa kitajiri na ukabadilisha maisha yako katika maisha hivi sasa, na unapoanzia na hapo padogo. Hiyo ni kweli. Nikiegemea upande wa ardhi, sababu hiyo ndio naifahamu vizuri. Tumepata pia story kama hile. Kuna yule mbaye ako pale ana wasiwasi, hajui aanzeaje. Take a bold step, akapiga simu 0790300300. Akapiga pale akasema, mimi I want to invest, I don't know how to start. Sisi kama Optiven tuna uwezo wa kuwalk na yeye ile jani kwanzia. Akasema mimi naye nina, yeye alianzia na ngapi? Alianzia na 50,000. Alisema nina 50,000. Sisi tukamwambia njoo. Unaweza kwanza na hiyo 50,000 ukaekeza, alafu polepole kwa malipo ya polepole akajikuta amemaliza. You know what she said? Alisema mi sasa hii ninaeka hapa, nitajenga nyumba yangu ya kuishi, sasa nataka nyingine. Unaona, polepole hile yake imemfanya kamwezesha. Kwanza alinunua mradi ambao uko kwa barabara, akeka duka lake pale. Sasa akaweza kuchukua kipande kingine cha ardhi ambayo atajengea sasa watoto wake. Ndio kwa hivyo mimi nasema kuna uwezekano ukianzia chini ufike juu sana. Ndio. Tukiangalia swala la pili, ni wapi hasa ni wapi mahala pazuri ambapo mtu anaweza kuwekeza kwa sasa hapa nchini Kenya? Kwa sababu tunarudi tena kwamba watu wakiangalia hali kwanza za uchumi nchini Kenya, maisha, gharama maisha, matozo, yani ushuru ambao unatakikana, ni wapi hasa mahali pazuri pa kuwekeza kwa sasa hapa nchini Kenya? Hapa Kenya kote ni kuzuri, lakini kuna mahali pale ni pazuri zaidi kuliko kwingine. Kwa mfano kama sisi Optiven, ukisema pale unaekeza pale Vipingo ni mahali bora. Kwa sababu Vipingo inapatikana Pwani. Pwani ni mji wa kitalii. Ukinunua shamba pale, rest assured value yake itapanda. Kwa hivyo Vipingo ni mahali pazuri. Alafu tena demand pale, tunaona watu wengi wanatafuta mahali pa kuishi. Demand ya mahali pa kuishi imepanda sana Kenya. Kwa hivyo kienda mahali pale kama Ngong, sisi kama Optiven tuko na mradi pale Ngong unaitwa Grace Gardens. Ukienda ukihifadhi pale, rest assured hutakosa mapato, kwa sababu watu wengi kwa kawaida mwenzangu husema nataka kuishi karibu na jiji sana. Ngong ni karibu na jiji. Ngong unataka pale utaweza kutoka kazini ukija nyumbani. Ngong ndio mahali pake. Na sisi kama Optiven tuko na Grace Gardens pale Ngong, mahali pazuri ambapo unaweza kuwekeza na upate mapato ya juu. Pia Nakuru ni mji pia wa kitalii. Watu wengi utaka pale kwenda kubarizi, mji wa kustareka. Nakuru pia ni kuzuri. Na kwa wale pale wanapenda, unajua kuna ile miradi ya pole. You invest now for the future. Malindi ni mahali pake. Malindi ni mahali pake. Malindi is the perfect place for you. Na pale sisi Optiven, ukipiga nambari yetu 0790300300, tutaweza kukuongoza uweze kupata ploti popote unapotaka kulingana na uwezo wako. Kwa hivyo tupigie simu 0790300300. Mpaka Malindi huko ambapo hivi sasa pia ni pazuri. By the way, Malindi pia ni mji ambao unakuwa kwa kasi. Kabisa. Hasa kutokana na ujenzi wa bandari ile ya pili mjini Lamu. Na tuangalie hivi sasa, je, wakati mtu anapokuwa anataka kuwekeza kama sampuli hiyo ambayo umeweza kuitaja, malipo ya kila mwezi yanayoweza kudhibitiwa leo yanaweza kuweka ama kumweka mtu kwenye njia ya umiliki kamili wa mali. Kama ulivyosema, kuna mtu alianza na 50,000, leo ako na testimony ya kupeana kutokana na maisha yake. Je, malipo hayo machache ama madogo katika kila mwezi, je, mtu anaweza kisha kuwa kugeuka na kuwa mtu mwenye njia ya umiliki kamili wa mali? Ndio. Kama sisi Optiven tunaruhusu malipo ya, tuko na kitu inaitwa flexible payment plan. Malipo ya polepole kulingana na uwezo wako, kuanzia miezi 3, 6 hadi mwaka mmoja. Kwa hivyo ni wewe utachukua malipo gani iko very
comfortable for you kuweza kuifanya ili uweze kuwekeza. Kwa hivyo ndio unaweza kuja ulipe kwa malipo ya polepole na uwe mwekezaji. Unaona? Na kuna wale pia anasema mimi anajipiga kifua akasema mimi siwezi hayo ya polepole, nataka tu ile kwa mara moja pape. Malipo ya mara moja pia inaruhusiwa. Lakini kwa wengineo flexible payment plan is possible. Tunaruhusu sisi Optiven. Yes. Na kutembelea tovuti hasa kabla ya kufika kwenye hili swala la tovuti kuna mara nyingi sana baada ya pengine mtu akishakupata ule ushauri na saha ndio akiambiwa kwamba you can invest na ile little amount you have akachukua ule ushauri lakini wengi sana si wazoefu katika swala la kibiashara ama la uwekezaji wakafanya lakini hukosea katika hatua moja au nyingine ile. Sasa watu hukosea wapi haswa linapokuja swala hili la uwekezaji wa ardhi? Kwa sababu hasa hapa kwenye ardhi ndio kuna matatizo ya problem makubwa sana hapa. Utasikia kesi ni nyingi sana. Malalamishi ni mingi mno. Ni wapi hasa watu hukosea wakati linapokuja swala hili la uwekezaji wa ardhi? Ni vyema nikisema kwamba uwekezaji wa ardhi ni swala tata. Lazima uwe makini ukitaka kuwekeza kwa shamba. Jambo la kwanza, kosa la kwanza watu hufanya ni ukosefu wa kufanya uchunguzi wa kutosha. Tunaita due diligence. Ndiyo. Lazima ufanye uchunguzi wa kutosha. Unaona? Uende pale, uhakikishe ardhi ile ipo. Mwanzo ni kuhakikisha ipo. Ndiyo. Pili, si la serikali. Halina kesi kotini. Ina ile hati miliki ipo. Title deed. Yes, lazima. Pili, lazima uwekeze na kampuni ambayo inajulikana. Kama sisi Optiven, nimekueleza kwamba tumekuwa pale kwa muda wa miaka 27. Ndio, hiyo inamaanisha tunaelewa kile tunafanya. Kuna uaminifu. Ndiyo. Kuna ubunifu pale. Kuja pale kwa kampuni inayojulikana. Sio ile, unajua kuna wengine wauwekeza, unaenda kwa kampuni leo unaiona. Ukikuja kesho hiyo ofisi haipo. Kinyozi pale. Na labda uelekeza pesa zako. Ndiyo. Umefunganya ameondoka. Alafu kosa la tatu ni kuna wale ambao uwekeza kwa kutegemea jamii. You have a brother, you have a sister. Unamwamini yule na pesa zako. No, hapana. Piga simu kwa kampuni inayojulikana kama Optiven. 0790300300. Sema mimi nataka kipande cha ardhi. We will walk the journey with you step by step. Inaanza na kuenda kuona ile shamba. Kuna kitu tunaita site visit. Tutakupeleka site visit. Kuhakikisha ile shamba ipo. Unaona? Ukiona umekubali, then we start the process of utabuki ile ploti, uwekele pesa, tuwahusishe lawyers wale wakili wetu, accountants, tuwahusishe mpaka utakapomaliza kulipa ile shamba, upate hakimiliki yako, and then you become a land owner. Ndio. Na ni kwa nini haswa hivi sasa watu wengi sana wanakimbilia kuwekeza kwenye maeneo yale ya Kitengela kama Celebration Gardens Phase 2 ama eneo lote lile kule ambalo liko katika kaunti ya Kajiado? Nimeona sana kuna mvuto wa kivyake katika maeneo yale. Yani hii sasa habari zilizoko mjini kila mmoja anakuambia from Nairobi basi go to Kajiado. Hapo awali watu wengi walikuwa wanapigia debe Konza Modern City ambayo ilikuwa inapigiwa debe kuanzia enzi ya Mwai Kibaki alipokuwa rais wakati ule. Lakini sasa naona upepo umebadilika na unaelekea maeneo ya Kajiado, hususan pale maeneo ya Celebration Gardens Phase 2 Kitengela. Ni kwa nini haswa? Celebration Gardens kama ulivyosema ni mahali pema. Ndio. Mwanzo nitasema proximity to the city. Uko karibu sana na mji mkuu wa Nairobi. Ndio. Kwa hivyo unakuta, unajua watu wengi hupenda kuokoa pesa. Utaki mahali pale unaishi ni mbali, ufiki, unatumia pesa mingi kufika pale. Celebration Gardens is the place for you. Ndio. Pili, proximity to social amenities. For example, pale maduka, uko karibu na hospitali, shule, benki. Ya? Ndio maana watu wanakimbilia pale. Alafu ya tatu pia, watu wengi wanaishi pale. You want to live where people are. Sio kichaa kama nini. So Celebration Gardens is the place for you. Sana. Ndio. Ni 43 msikilizaji, dakika zimesha katika baada ya saa 2 saa hizi ni za Afrika ya Mashariki. Tupo katika awamu yetu ya pili ya dau la Ikra msikilizaji, ukiwa nami mtu mzima Omar Abud na nahodha mwenza ambaye ni Abubakar Juma, kijana mpole akiwa upande wa pili kuhakikisha pia watu wanaotuandamilizia kwenye mitandao ya kijamii ya mawasiliano wanao wako sambamba na matukio
jinsi yanavyotukia katika studio za Iqra FM asubuhi ya leo. Na katika swala jingine ambalo lilikuwa nalitafakari hapa. Naam. Kuna kama ulivyosema, mara nyingi sana watu hawafanyi uchunguzi wa kina, wa kutosheleza, na mtu akahakikisha na akathibitisha kwamba nachoelekea kwenda kukinunua ni kitu ambacho ni cha halali na kipo ukweli kama ulivyosema. Mara nyingine unaweza ukaambiwa kuna mashamba au ardhi, ukaenda ni kinyozi. Je, kutembelea tovuti ya mali kabla ya kuwekeza kunaweza kunisaidiaje kufanya maamuzi bora na ya uhakika? Kwa sababu hapa nimeleta swali hili, ni nyeti mno. Unajua tovuti ni mitandao, naweza kuingia kwenye tovuti. Sasa kwanza nieleze hili, alafu kuna swala ibuka hapa ambalo nitakuuliza. Kutembelea tovuti ya mali, yani ile inayouzwa, nikaperuse, nikawa naangalia kuna uwezekano huu kuweko hii, kuna uwezekano wa kuweko aina hii. Kabla ya kuwekeza kunanisaidia vipi mimi kufanya maamuzi bora na ya uhakika? Kutembelea tovuti unakusaidia kwa njia mingi. Kwanza ni very important. Kama sisi pale Optiven utaenda www.optiven.co.ke. Itakuwezesha kukupa projects tofauti. Utaona kuna Celebration Gardens pale Kitengela, kuna Grace Gardens Ngong. So utafanya uamuzi bora, utafanya uamuzi wako, uamue mimi nataka Vipingo ikiwa pale Pwani. Ukishaamua kuona hautoshi, usiseme ati mimi nimeona pale katika tovuti imetosha. Lazima upige simu. Lazima upige simu 0790300300. Useme mimi nimeona pale katika mtandao, nimeona kuna Celebration Gardens, nataka kwenda pale. Alafu sisi kama Optiven tutakuchukua tukupeleke. Unaona umechukua bold step. Hujabaki pale kununua bila kuona. Usibaki kwenye tovuti peke yake. Ndio. Haya, kwa hiyo baada ya kuingia kwenye tovuti ama wavuti lazima alafu sasa na ufanye mawasiliano kuweza kuthibitisha na kuhakikisha. Manake hapa ndio kwa swala ibuka linakuja, ama swala tata kwamba siku hizi kuna wizi wa mitandao ama maarufu hackers. Ama unakuta kuna kampuni mara nyingi tumeshafanya na kampuni kadhaa kuweza kufafanua kwamba tafadhali ukiingia kwenye mitandao ya kijamii handle yetu ni hii na si hii, kwa sababu mtu amebuni handle kama ile na analaghai umma. Kwa hivyo kuhakikisha kwamba si laghaiwi, lazima nifanye na mawasiliano. But bado kuna mtu ambaye amelaghai na ameweka paka nambari za simu pia, ambapo inaingia kwake ile simu anapopigiwa. Mnakabiliana nalo vipi changamoto hii? Rahisi sana. Tutembelee pale. Kama sisi Optiven tunapatikana pale Karen. Mahali panaitwa Zamani Business Park. Kuja moja kwa moja, uhakikishe ofisi iko. Sisi kama Optiven tutakutembeza, tukoneshe hapa ndio wale wauzaji shamba wapo, mawakili wako hapa, enda jione. Kwa sababu kama nilivyosema, kulaghaiwa ni rahisi sana. Kama hauamini mitandao, hizo tovuti kama www.optiven.co.ke, nenda pale moja kwa moja. Nenda pale moja kwa moja, uhakikishe kwamba ofisi lipo, hiyo kampuni ipo. Na kwa wale wako labda ughaibuni, unasema mimi nitafanyaje na labda mimi niko Amerika, utafanyaje? Teknolojia imefanya mambo rahisi. For example, mimi kama Sophie ni muuzaji wa shamba. Utanipigia simu useme mimi nataka shamba fulani, nataka kwenda pale Achievers Paradise kwenda kuona. Mimi kama Sophie nitafika pale, I'll do a video call. Ndakupigia video uweze kuona live. Ndakuonesha beacons ndio hizi, kipande cha ardhi kinatoshana hivi. Unaona? Hiyo unaona live. Unaona kwa moja kwa moja. Kwa hivyo teknolojia pia imerahisisha mambo. Kwa hivyo usitegemee tu tovuti ati www.co.ke. Hapana. Fanya mpango wako. Kama uko nchini, tutembelee pale Zamani Business Park Karen. Na wale walioko ghaibuni watembelee wavuti na nambari za mawasiliano. Naam, katika swala nyingine ambalo ni ibuka kwenye swala hili la uwekezaji ambao
ni uwekezaji mdogo unaoanza na kiwango kidogo cha fedha, lakini hatimaye ukaja ukakua. Ni nini haswa humfanya mwekezaji wa mali kuwa na walazima, ama kufanya uwekezaji ule wa mali kuwa ni walazima, haswa kwa wale ambao ndio mwanzo wanaanza na lakini hawataki kupoteza ule uwekezaji, yani hao wenye hofu sasa, lakini anaona kwamba lazima niwekeze, lakini pia ana hofu ndani ya moyo wake kwamba nisije nikawekeza halafu sasa hapa nikapoteza mimi, pengine nikarambwa na mimi nafanya mambo kama hayo. Ni nini haswa? Mosho mmoja. Nasema mosho mmoja. Now, tunasema kwamba kuwekeza tutasema ni jambo la lazima. Ndio. Kuna ile kitu tunaita take a bold step. Tupigie simu 0790300300. It starts by taking the bold step. Unaona? Ukikaa pale usema mimi unaogopa wakati nao unasonga. Na the best time to invest ni sasa. Kama si sasa ni sasa hivi. Unaona? The earlier you start, the better for you. Unaona? Ukianza mapema, in the near future utakuwa na mapato ya juu. Kwa hivyo usiogope pale, tembea, ndio ile uoga ikutoke. Tutembelee ofisini pale Zamani Business Park Karen. Unaona, ni kutoa ile uoga. Tutazungumza ile hofu yako, unaona ile hofu uko nayo. Tukizungumza, trust me, itapungua. Ndio. Kwa hivyo take the bold step. Ikiwa ni 49 msikilizaji, dakika zimesha katika baada ya saa 2, saa hizi ni za Afrika Mashariki, na katika swala lingine ambalo pia ni swala nyeti. Je, zaidi ya mtu mmoja anaweza kuja ama wanaweza kuja pamoja kuwekeza katika mali moja au umiliki wa hisa? Yani sasa hapa kama ulivyokuwa umesema, kuna wale wengine ambao huwekeza wakiwa na malengo ya jamii, yani ndugu dada. Sasa je, wanaweza hawa kuja pamoja watu na wakaweza kumiliki hisa kwa pamoja, uwekezaji huu mdogo mdogo? Ndio, mnaweza kuja pamoja na mkamiliki hisa mkiwa kwa pamoja. Iwapo mko pale, labda kuna chama, mko kwa chama ya marafiki ama chama ya wanawake, kwanza tuna encourage wanawake waje kwa wingi. Unajua ndio wengi watu wa chama. Ukiwa kwa chama pale, mnajiunga, mko na kikundi chenyu, mmeregister maybe kampuni yenu, tuna encourage mje muwekeze. Na sisi kama Optiven tuna mpango mzuri, tuna mpango mwafaka kwa watu waliokuja kama chama. Kwa hivyo tunakuhimiza tupigie simu, nambari yetu ni 0790300300. Sema mimi nina kikundi na ningependa tuwekeze pamoja. Maybe tuende pale kama Nanyuki, tuko na shamba inaitwa Great Oasis Nanyuki. Pale tunasema bigger is better. Wanaweza pata kipande cha ardhi kubwa kama from 5 acres and above. Unaona? So hiyo itakuwa mzuri kwa watu ambao wanataka kuwekeza kwa pamoja. Uzuri tena wa Optiven, hata kama kipande hakiko pamoja. Every plot has its own title deed. Iwapo mko 4 for example, na nyinyi kwa kikundi cha watu 4 mmeamua tunataka kuwekeza, mnaweza chukua 4 plots na kila mtu atakuwa na title yake. Hakuna pale mtasumbuana kubadilisha ama kutasumbuana kutransfer, mara huyu hataki. Mkija pamoja, kila mtu atakuwa na title yake. Kwa hivyo tuna encourage, tupigie simu 0790300300. Sema sisi tuko na chama, tutawapa a very good offer for chama. Kuna swala moja hapa ambalo ni swala ibuka. Ndio. Siku hizi unajua, kwanza Waislamu wana zile sharia zao ambazo zinafungamana na imani na itikadi za dini ya Uislamu. Wakati mnapofanya shughuli hizi, mtu akija kuwekeza na anafanya analipa tu pole pole, anawekeza katika uwekezaji ule wa mdogo mdogo ama wa taratibu ule. Kuna vipengele ambavyo Waislamu pia wanaweza kushiriki pasina kuwekeza katika mfumo wa riba? Kabisa. Naam. Sisi tunaheshimu ndugu zetu Waislamu, tunaheshimu sheria zao, na ndio sisi kama Optiven tumezingatia masuala haya. Ndio. Kama sasa kuna mambo tunaita halal payments, ambayo haina ile interest. Hiyo ni purely kwa ndugu zetu Waislamu. Kama sisi hapa tuko na clients kule Saudia, wanaekeza ambao ni Waislamu. Ukienda pale Bahrain, clients wetu wengi ni wa Bahrain na wanaekeza. Kwa hivyo tuna encourage Waislamu wasiogope, waje, tuna sheria zao halal ambazo hazina ile interest. Ndio, ya malipo. Hata kama analipa kwa polepole, haina ile interest. Ndio.
Haya, na hao uliowataja so manake kuna mmoja hapa naona ametuma ujumbe pia, ametoka nchi za ughaibuni huko. Wale walioko ng'ambo wanawezaje kuanza swa kuwekeza katika mali ya nyumbani bila kuwepo wao hapa, wao wenyewe kuwepo ni physically? Kama nilivyosema awali ndugu yangu, nilisema teknolojia imerahisisha mambo. Ndio. Tupigie simu 0790300300. Sema mimi niko pale labda Saudia ama niko pale Bahrain na ningependa kuwekeza. Tutaanzia hapo. Unataka project gani? Labda nataka Nanyuki ama Nakuru, Ushindi Gardens Nakuru, ama nataka Chivas pale Ngong, ama pia unataka Vipingo. Tuna mradi mzuri pale Pwani unaitwa Ocean View Ridge Vipingo. Unataka pale Pwani. Utatupigia simu useme unataka. Teknolojia imerahisisha mambo. Mimi nitaweza kukutumia ile map, subdivision map. Uchague kipande cha ardhi unayotaka. Kisha the next step, kama nilivyokueleza awali, nitaenda pale. Nitakuonesha jinsi hiyo kipande cha ardhi inavyokaa. Utaweza kuona topography, utaweza kuona beacons, size of the shamba. Alafu pia kuna ile nafasi tunapeana. Maybe unao ndugu yako nchini. Tunawaita rep cells, yani representative. Ule mwenye anaweza enda kukuwakilisha kuona kile kipande cha ardhi. Ndio unajua kuna watu naturally sisi ni binadamu. Tunawaamini sana ndugu zetu. Unaweza chukua mtu unayemwamini, ututumie nambari yake, tumpigia aje aende aone kipande kile cha ardhi. Kwa hivyo tunawahimiza wale wako ughaibuni wasiogope, ndio wanaweza kuwekeza. Naam, ikiwa ni 55 dakika zimeshakatika, wasaa wa sisi kuweza kutamatisha awamu yetu hii ya pili. Kwa haraka upesi tu, je, Optiven ina mali gani nyingine haswa kwa sasa kwa ajili ya uwekezaji? Optiven ina projects tofauti kulingana na uwezo wako. Ukienda pale Vipingo utapata kitu inaitwa Ocean View Ridge Vipingo. Na Vipingo iko Pwani, ndio mahali pake. Iwapo uko pale na unatamani kuwa na project pale Vipingo, kuja tutakupa Ocean View Ridge Vipingo, ndio mahali pake. Ukienda Nakuru tunapatikana kwa Ushindi Gardens Nakuru. Kwa bei nafuu ya milioni 1 tu utajipatia kipande cha ardhi pale Ushindi Gardens. Ukienda Nanyuki tunapatikana na Great Oasis Nanyuki pale. Au ni kwa wale wanasema bigger is better. Unaweza anzia kipande kidogo ama uchukue kipande kikubwa kulingana na uwezo wako. Ukienda pale Ngong, kwa wale wanasema mimi nataka kuishi karibu na jiji. Ngong ndio mahali pako. Enda pale tuna Grace Gardens Ngong. Utapata kipande cha ardhi. Alafu ile project ni ile unasema buy and build. Utanunua leo na ujenge pale, kwa sababu tayari na majirani, ni wewe tu unangojea tu uhifadhi alafu uweze kujenga. Kwa urahisi tupigie simu. Tunazo projects tofauti kulingana na unatafuta nini. Ya kuhifadhi, ya kujenga nyumba, ya kibiashara. Kwa hivyo tupigie simu, nambari yetu ni 0790300300. Sema tu mimi nataka, sisi tutaweza kukuongoza. Ndio. Mimi nasema asante sana kwa wakati wako, ukuja kutuangazia hapa kama sales manager Sophie Buliro, ambapo tena ni senior sales manager, ambapo umetoka pale Optiven kutuangazia hili na pia kutupanua upeo wa ufahamu katika wale ambao wangependa kuwekeza, kuanza mambo yao ya biashara na kuweza kuendelea katika maisha kama vile wale wengine ambao tunawasimulia hivi sasa walioanzia mahali na sasa wamefika mahala pengine. Na niseme shukrani zangu za dhati pia kwa Optiven. Panapo majaliwa yake la Imanani tutawatafuta tena inshallah kwa mahojiano kama haya ili tuweze kunufaika zaidi kutokana na tajiriba ya miaka 27 ambayo mnayo. Si kidogo, miaka 27 ni mingi mno. Ni umri wa mtu. Ikiwa miaka 22 tu ya Arsenal kusubiri kombe ni umri wa mtu, itakuwa 27 ya Optiven. Tumebobea. Asante sana Madam Bolire, na tutazidi inshallah kuungana katika mpango mzima huu wa Daula Ikra kwenye mahojiano kama hivi ili tuweze kusongezana mbele kifikra, mawazo na maono, na sisi tuweze kutoka pale tulipo, tupige hatua, tuende kwenye hatua nyingine kama vile wale wengine walivyofanya. Msikilizaji tu wa Mapapo Hapo, awamu yetu ya pili tumeitamatishia hapo. Tutarudi katika awamu yetu ya 3 na ya mwisho, ambapo tutakuwa na mpango mzima wa mchaka mchaka. Five noble pillars upholding what is virtuous.